Yesu, mwalimu mkuu wa ulimwengu, alikuwa akiuliza maswali zaidi kuliko kutoa majibu. Umewahi kuhesabu kwamba katika Injili Yesu aliuliza maswali zaidi ya 300, lakini alijibu maswali chini ya 10? Tulia nikupange. Mwalimu ni yule anayejua majibu. Profesa ni yule anayeelimisha. Yesu ni Mungu, anajua kila kitu. Kwa nini anauliza maswali? Lakini kama utasoma Injili kwa makini, utaona kitu cha kushangaza. Yesu hakuwa mwalimu wa kawaida. Yesu hakuwa profesa wa chuo kikuu. Yesu alikuwa rabbi anayetumia maswali kufundisha. Leo tutaona ni maswali gani Yesu aliuliza, kwa nini alitumia maswali badala ya hotuba, namna gani maswali yake yalivunja mifumo ya dini, jinsi gani maswali yake yaliibua fikra za watu, na zaidi ni somo gani tunaweza kujifunza kutoka kwa mfumo wake wa ufundishaji. Kaa mpaka mwisho, kwa sababu Yesu hakuja kutoa majibu tu, alikuja kuibua maswali. Na kwa wale ambao bado hamjasubscribe, naomba bonyeza kitufe cha subscribe. Sasa twende kazi. Wataalamu wa Biblia wanasema Yesu aliuliza maswali zaidi ya 300 katika Injili 4. Yesu aliulizwa maswali karibu 180, lakini Yesu alijibu maswali yasiyozidi 10. Hebu tusimame hapa kidogo. Watu waliuliza Yesu maswali 180 na Yesu alijibu chini ya 10. Maana yake, 95% ya maswali Yesu hakujibu moja kwa moja. Badala yake, aliuliza swali lingine. Mfano, ukisoma Mathayo 21, 23, 27, wakuu wa makuhani na wazee walimwendea Yesu wakauliza, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Na ni nani alikupa mamlaka hii? Hii ni swali. Kama Yesu ni mwalimu, anapaswa kujibu. Lakini Yesu alifanya nini? Yesu akawajibu, akawaambia, nami nitawaulizeni swali moja. Mkiniambia, nami nitawaambia ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Mbinguni au kwa wanadamu? Yesu aliuliza swali badala ya kujibu, na swali hilo liliwafunga kabisa. Wakawa wanafikiri mioyoni mwao wakisema, tukisema mbinguni, atatuambia kwa nini basi hamkumwamini? Lakini tukisema kwa wanadamu, tunaogopa umati, kwa maana wote wanamhesabu Yohana kuwa nabii. Basi wakajibu Yesu wakasema, hatujui. Naye akawaambia, wala mimi sitawaambia ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Yesu alifunga swali kwa swali na hakujibu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hakuwa anatafuta kuelimisha tu, alikuwa anatafuta kubadilisha mioyo. Na moyo hubadilishwi kwa hotuba. Moyo unabadilishwa kwa kufikiria. Maswali yanalazimisha watu kufikiri. Sasa, hebu tuone aina za maswali Yesu alitumia. Aina ya kwanza, maswali ya kushtaki dhamiri. Yesu alitumia maswali ili kufungua roho za watu. Mfano, Yohana 8:7, mwanamke aliyekamatwa akizini. Mafarisayo walimletea Yesu mwanamke aliyekamatwa akizini. Walimuuliza, Musa alikutuamuru katika sheria kuwapiga kwa mawe watu wa namna hii. Wewe wasema nini? Huu ulikuwa mtego. Kama Yesu angesema, mpigeni mawe, angeonekana katili. Lakini pia, kama Yesu angesema, msamehe, angeonekana kumpinga Musa. Yesu alifanya nini? Aliinama chini, akaandika ardhini. Walipoendelea kumuuliza, akainuka akawaambia, yule asiye na dhambi kati yenu, yeye ndiye ampige wa kwanza kwa jiwe. Akainama tena chini, akaandika ardhini. Yesu hakusema msamehe. Yesu hakusema mpigeni. Yesu alitupa swali bila kuliuliza. Je, wewe una haki ya kuhukumu? Na mmoja mmoja waliondoka. Wale waliosikia wakishtakiwa na dhamiri zao wakaondoka mmoja mmoja, hadi akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama kati. Yesu alitumia swali kushtaki dhamira zao, na dhamiri yao iliwashinda. Aina ya pili, maswali ya kuvunja mifumo ya dini. Yesu alitumia maswali ili kuvunja mifumo ya dini mibaya. Mfano, ukisoma Marko 3,
1 hadi 5 kuhusu kuponya siku ya Sabato. Yesu alikuwa kwenye sinagogi. Kulikuwa na mtu mwenye mkono uliokauka. Mafarisayo walikuwa wanamtazama kuona kama ataponya siku ya Sabato ili wamshtaki. Sabato ilikuwa takatifu. Sheria ilisema usifanye kazi siku ya Sabato. Mafarisayo walifikiria kiponya ni kazi, kwa hivyo Yesu akiponya anakiuka Sabato. Yesu alifanya nini? Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliokauka, simama kati. Yesu alimfanya mtu huyo asimame mbele ya wote. Kisha Yesu aliwauliza, je, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya? Kuokoa uhai au kula? Swali hili lilivunja theolojia yao, kwa sababu kama watasema ni halali kutenda mema, basi Yesu ana haki kuponya siku ya Sabato. Kama watasema si halali, basi wanasema ni bora kuacha mtu kufa kuliko kuponya. Biblia inasema, lakini wakakaa kimya. Yesu aliwafunga kwa swali moja. Akawaangalia kwa hasira, akihuzunika kwa ugumu wa mioyo yao. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliokauka, nyoosha mkono wako. Akaunyoosha, mkono wake ukapona. Mafarisayo walikuwa kimya, lakini mioyo yao ilikuwa migumu. Biblia inaendelea, Mafarisayo wakaondoka mara, wakapanga shauri pamoja na Herode juu yake ili wamuangamize. Swali la Yesu liliwafunga, walichagua sheria badala ya huruma. Aina ya tatu, maswali ya kuchunguza imani. Yesu alitumia maswali ili kuchunguza mioyo wa watu. Mfano, Mathayo 16:13-16. Yesu aliwauliza wanafunzi, watu wanasema mwana wa Adamu ni nani? Wanafunzi walijibu, wengine Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmoja wa nabii. Lakini Yesu hakuridhika na hilo. Yesu aliwauliza swali la binafsi, lakini ninyi munanisema mimi ni nani? Si watu wanasema nini, bali wewe unasema nini? Petro alijibu, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hili ndilo jibu Yesu alitaka. Si watu wengine, bali wewe mwenyewe unajua nini? Yesu anatumia maswali kuchunguza imani halisi. Aina ya 4, maswali ya kuwafanya watu wajitafakari kina. Yesu alitumia maswali ili kuwapeleka watu kwenye tafakari ya kina. Mfano, Marko 8:36-37. Yesu aliuliza swali la kina sana. Mtu atafaidika nini akipata ulimwengu wote lakini akapoteza nafsi yake? Au mtu atoa nini badala ya nafsi? Hili si swali la kujibu tu, hii ni swali la kujihesabu. Yesu anauliza, je, mali inanufaisha nini kama ukipoteza nafsi? Je, unaweza kuinunua nafsi yako baada ya kuipoteza? Maswali haya yanakaa rahisi, lakini yanabeba uzito mkubwa, kwa sababu yanalazimisha mtu kufikiria kuhusu maisha yake binafsi, ambayo ni, je, ninafanya nini na maisha yangu? Je, ninafuata nini? Je, kinachokifuata kinanufaisha au kinanipoteza? Yesu hakutaka watu wa amen amen tu. Yesu alitaka watu wa kufikiri. Sasa, hebu tuone kwa nini Yesu hakujibu maswali. Sababu ya kwanza, Yesu alitaka watu wafikirie wenyewe. Yesu hakuwa anataka watu wawe mateka wa majibu yake. Yesu alitaka watu wapate jibu wenyewe kwa kufikira. Mfano, Luka 10:25-37. Mwanasheria mmoja alimuuliza Yesu, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Yesu aliweza kusema, amini kwangu, fuata amri zangu. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Aliuliza, imeandikwa nini katika sheria? Unasoma vipi? Yesu alimrudishia swali, wewe unasoma nini? Mwanasheria akajibu, umpende Bwana Mungu wako na jirani yako kama nafsi yako. Yesu akasema, umejibu sawa sawa, fanya hivi nawe utaishi. Lakini mwanasheria hakuridhika. Alitaka kujihesabia, kwa hivyo aliuliza,
jirani yangu ni nani? Yesu angeweza kusema, jirani yako ni kila mtu. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Badala yake, Yesu alimwelezea hadithi ya Msamaria mwema. Baada ya hadithi, Yesu hakusema, kwa hivyo jirani yako ni kila mtu. Yesu aliuliza, nani kati ya watatu hawa alikuwa jirani wa yule aliyeangukia mikono ya majambazi? Mwanasheria akajibu, yule aliyemtendea huruma. Yesu akasema, nenda nawe fanya vivyo hivyo. Tazama, Yesu alimfanya mwanasheria apate jibu mwenyewe. Sababu ya pili, Yesu alitaka kuvunja theolojia za uongo. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa na theolojia nyingi za uongo. Walifikiria, sisi ni watoto wa Abraham, kwa hivyo tuko salama. Tunatunza sheria, kwa hivyo tuko sawa. Tunatoa zaka na tunasali, kwa hivyo Mungu atatupenda. Yesu alitaka kuvunja hizi theolojia, lakini kama Yesu angewaambia tu, mnakosea, wangekataa. Badala yake, Yesu alitumia maswali ili wajivunjie wenyewe. Mfano, Mathayo 22:41 hadi 46. Mafarisayo walifikiri, Kristo atakuwa mwana wa Daudi mfalme, atachukuliwa Israeli kutoka kwa Warumi. Yesu aliwauliza, Kristo ni mwana wa nani? Mafarisayo walijibu, mwana wa Daudi. Yesu akawauliza, basi Daudi kwa roho anamuita Bwana, akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti mkono wangu wa kuume. Basi Daudi akimuita Bwana, atakuwaje mwana wake? Swali hili lilivunja theolojia yao, kwa sababu kama Kristo ni mwana wa Daudi, basi ni mdogo kuliko Daudi. Lakini Daudi anamuita Bwana, maana yake Kristo ni mkubwa kuliko Daudi. Biblia inasema, hakuna mwenye kuweza kumjibu neno, wala hakuna aliyethubutu kumuuliza swali tena tangu siku ile. Yesu aliwafunga kwa swali moja. Maswali yake yalivunja mifumo yote ya theolojia potofu. Sababu ya tatu, Yesu alitaka kuonyesha mioyo ya watu. Maswali yanafunua moyo. Mfano, Marko 10:17 hadi 22. Kijana tajiri alimwendea Yesu, Mwalimu mwema, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Yesu aliweza kumwambia, amini kwangu. Lakini Yesu alitaka kuchunguza moyo wake. Yesu akasema, unajua amri, usiue, usizini, usiibe. Kijana akasema, Mwalimu, hizi zote nimezishika tangu ujana wangu. Kijana huyu alikuwa serious, alifuata sheria. Lakini Yesu alimwangalia, akampenda na akamwambia, kitu kimoja unakosa. Nenda uuze vyote ulivyo navyo, ukawape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Halafu njoo unifuate. Hiki kimoja kilifunua moyo wa kijana. Akahuzunika kwa neno hilo. Akaondoka kwa huzuni, kwa maana alikuwa na mali nyingi. Yesu hakumwambia mali ni mbaya. Yesu hakumwambia wewe ni mbaya. Yesu alimwambia uuze mali yako. Na kijana alikataa. Maswali ya Yesu yalifunua kwamba kijana huyu alipenda mali zaidi ya Mungu. Sasa, hebu tuone maswali ya Yesu ambayo hayajawahi kujibiwa. Swali la kwanza, unaniamini kwa nini? Marko 2:8. Yesu alipoona imani ya watu waliomletea mtu aliyepoleza. Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule aliyepoleza, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Waandishi wakaanza kufikiria mioyoni mwao, huyu anasema kufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Yesu aliwauliza, kwa nini mnafikiria mambo haya mabaya mioyoni mwenu? Ni lipi lililo rahisi zaidi, kusema kwa huyu aliyepoleza, dhambi zako zimesamehewa, au kusema, inuka, chukua kitanda chako uende? Swali hili halikuwahi kujibiwa, kwa sababu Yesu alikuwa anawauliza, je, mnaamini kwamba nina nguvu ya kusamehe dhambi? Waandishi hawakujibu, kwa sababu walijua kama wakisema hapana, watakuwa wanamkataa Yesu. Lakini kama wakisema ndiyo,
watakuwa wanamkubali Yesu ni Mungu. Kwa hivyo walikaa kimya. Swali la pili. Mnasoma maandiko. Mathayo 22:3. Mafarisayo walimlaumu Yesu kwa sababu wanafunzi wake walikuwa wakikuna masuke ya ngano siku ya Sabato. Yesu aliwauliza, "Je, hamjasoma Daudi alifanya nini alipoona njaa? Aliingia katika nyumba ya Mungu, yeye na watu wake, wakala mikate ya onyesho ambayo haikuwa halali kula ila makuhani peke yao." Yesu aliwauliza, "Je, hamjasoma katika sheria kwamba siku za Sabato makuhani huvunja Sabato hekaluni nao hawana hatia?" Swali hili halikuwahi kujibiwa kwa sababu Mafarisayo walikuwa wasomi wa Biblia, lakini hawakuelewa Biblia. Walijua herufi, lakini hawakuelewa roho. Swali la tatu. Imetoka wapi? Mathayo 21:25. Tumeona swali hili hapo awali. Wakuu wa makuhani walimuuliza Yesu, "Unafanya mambo haya kwa mamlaka gani?" Yesu aliwauliza, "Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Mbinguni au kwa wanadamu?" Swali hili halikuwahi kujibiwa kwa sababu wakuu wa makuhani walikuwa waoga. Waliogopa umati kama watasema kwa wanadamu. Waliogopa jibu kama watasema mbinguni. Kwa nini hawakumwamini Yesu? Kwa hivyo walisema, "Hatujui." Yesu akasema, "Wala mimi sitawaambia ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani." Sasa, hebu tuone, tunaweza kujifunza nini kutoka kwa maswali ya Yesu? Somo la kwanza, maswali yanafanya watu wafikiri. Yesu hakutaka wafuasi wasiofikiri. Yesu alitaka watu wajue kwa nini wanaamini. Kwa hivyo, kama unafundisha, uliza maswali. Usiseme tu, "Hii ndiyo kweli," bali uliza maswali kama vile, "Je, wewe unafikiri nini? Unasoma nini?" Somo la pili, maswali yanafunua moyo. Yesu anitumia maswali kufunua mioyo wa watu. Kama unataka kujua mtu anaamini nini kweli, usimwambie tu. Uliza, "Je, unaamini nini? Je, unafikiri vipi? Je, ungefanya nini?" Majibu yao yatakuambia mioyo yao ni ipi. Somo la tatu, maswali yanavunja mifumo ya uongo. Yesu alitumia maswali kuvunja theolojia potofu. Kama unataka kumfanya mtu afikirie upya, usimwambie tu unakosea, bali uliza swali ambalo litamfanya aone mwenyewe. Somo la nne, maswali yanafanya watu wajitafakari. Maswali kama, mtu atafaidika nini akipata ulimwengu wote lakini akapoteza nafsi yake? Ni maswali ya personal reflection. Kama unataka mtu abadilishe maisha, mfanye ajiulize mwenyewe, "Je, ninafanya nini na maisha yangu? Je, ninafuata nini? Je, ninachofuata kinanufaisha?" Yesu hakuwa lecturer anayetoa hotuba. Yesu alikuwa rabi anayefundisha kwa maswali. Kwa sababu hotuba zinawapa watu majibu, lakini maswali yanawafanya watu wapate majibu wenyewe. Hotuba zinafundisha kichwa na maswali yanabadilisha moyo. Yesu alitaka si wanafunzi wenye kumbukumbu, bali wafuasi wenye imani halisi. Kwa hivyo, badala ya kutafuta majibu tu, anza kutafuta maswali sahihi, kwa sababu swali sahihi linaweza kubadilisha maisha. Kama Yesu alivyouliza, "Mtu atafaidika nini akipata ulimwengu wote lakini akapoteza nafsi yake?" Jibu swali hilo na maisha yako yatabadilika. Kwa leo, msikilizaji wangu, tumefika tamati, na nikushukuru sana kwa kunisikiliza hadi wakati huu. Ikikupendeza, naomba like. Tutaonana kipindi kijacho. Mungu akubariki.